예수님께서는 복음과 함께 기도를 가르치고 가셨습니다. Yesu alifundisha maombi pamoja na uinjilisti kisha akaenda zake. 여러분의 영혼은 무너지고 몸도 무너지고 우리의 뇌도 무너지고 있기 때문에 그거 살리는 기도를 가르치고 가십니다. Kwa sababu roho zenu, bongo zenu na miili yenu ipo kwenye hali ya kuanguka, alifundisha maombi ya kuokoa kisha kaondoka akaenda zake. 꼭 해보게 됩니다. Ni lazima kurejesha kitu hicho. 이 기도가 되어지면 내 속에 망대가 되는 겁니다. Maombi haya yakitokea ndani yangu ngome inajengeka. 그게 기도 응답의 시작입니다. Na huo unakuwa ni mwanzo wa majibu ya maombi yangu. 여러분들이 자꾸 불신앙하지 말라는 것은 불신앙이 내 망대가 되는 겁니다. Tunapokataza watu kuwa na uasi unakuwa ngome ndani yetu ndio maana. 그래서 뇌에 각인된 것은 절대 안 없어집니다. Ndio maana ambavyo vina uchapaji ndani ya bongo zetu kamwe huwa havitoki. 내가 아는 사람 보니까요. 마약하다가 잡혀갔는데 감옥에서 오래도 나왔는데도 몸에는 없어졌는데 뇌에 각인되기 때문에 못 이기는 거예요. Kuna mtu ambaye namfahamu alitumia madawa ya kulevya akakamatwa akafungwa gerezani. Alipotolewa ingawa alikuwa ni muda mrefu kwenye mwili hakuna, lakini ubongo wake ulikuwa na uchapaji, akarudia tena kutumia madawa ya kulevya. 지금 여러분의 생각과 기도는 영혼 속에 각인. Sasa hivi mawazo na maombi yenu yanaweka uchapaji ndani ya mioyo yenu. 또 보좌에 각인됩니다. Na pia yanawekwa uchapaji kwenye kiti cha Mungu. 망대가 되어서. Hiyo kitu inakuwa ngome. 망대가 되지면 그때부터 길이 보입니다. Ngome ikitokea kuanzia wakati ule njia inaanza kuonekana. 그걸 보고 여정이라고 합니다. Kitu hicho tunakiita safari. 그렇게 어려운 전도가 보입니다. Uinjilisti unaonekana ambao ulikuwa ni kama mgumu kwako. 그때부터 예수님이 약속한 응답이 오지요. 선교가 보입니다. Kwa sababu ile majibu ambayo Yesu aliongea yanaanza kutokea, umisheni unaanza kuonekana. 그걸 보고 이정표라고 합니다. Kitu hicho tunaita mbao za mwelekeo. 이 응답이 마가다락방에 임한 겁니다. Haya majibu yalishuka pale orofani kwa Marko. 왜 그렇습니까? Kwa nini iko hivyo? 앞으로 어려운 길을 가야 되기 때문에 이 능력이 필요합니다. Kwa sababu kule mbele lazima watu kuiendea njia ngumu, mnahitaji uweza huu. 다른 일은 필요 없습니다. 여러분 자녀들이 어려운 세상을 가야 돼요. Hamuhitaji na jingine, watoto wenu lazima uiendee njia ngumu. 그래서 이 힘이 필요해요. Ndio maana mnahitaji nguvu hii. 아무리 여러분이 공부하고 노력했지만은 세상을 이기는 데는 다른 힘이 필요해요. Hata kama mmesoma sana, mna uwezo sana kwenye kushinda ulimwengu, mnahitaji nguvu zingine. 예수님께서 간곡하게 40일이나 부탁했어요. Yesu aliomba kwa kusisitiza sana kwa siku 40. 네. 그 언약이 오늘 본문에 성취된 겁니다. Leo ile agano limetimilizwa kwenye maandiko makuu ambayo tumesoma leo. 자, 꼭 이때 아셔야 될 게 뭐죠? Jambo gani la kufahamu kipindi hichi? 지금 초대 교회에 최대 위기가 온 겁니다. Sasa hivi kwenye kanisa la kwanza limekutwa na hatari kubwa kabisa kuliko zote. 국가에서 초대 교회를 이단으로 정죄했어요. Taifa limelihukumu kanisa la kwanza kama dini ya uongo. 그때는 독재 전체국가 시대이기 때문에 국가에서 법으로 해버리면 말릴 수가 없어요. Kwa sababu ilikuwa ni mataifa ya udikteta ulimwengu wote, taifa likiamua hivyo huwezi kuzuia. 그리고 전도를 금지했어요. Alafu walizuiliwa kufanya uinjilisti. 뭐 그까지는 괜찮은데도 일단 사회 단절을 시키고. Mpaka hapo ni sawa, kuna shida, lakini walikuwa wametengwa kwenye jamii. 여러분 그것도 어떻게 하겠습니까? Kama ungekuwa ni wewe ungefanyaje? 또 만약에 복음 전하면 전도하면 법적으로 투옥시키고. Wakaambiwa kama mtafanya uinjilisti, mtajulisha watu injili, mtatupwa magerezani. 그런데다가 또 하면 사형시켜버려요. Mkitupwa magerezani, mkifanya tena mtakwenda kuhukumiwa kifo. 어떻게 되겠습니까? Itakuwaje hapo? 위기죠. Ni hatari hii. 틀린 것들이 판을 치는 세상이단 말이에요. Ni ulimwengu ambao unapambania mambo ambayo sio sahihi. 여러분 로마가 세계를 장악하고 속국하고 노예를 사고 팔고 틀린 겁니다. 그게 판을 치는 세상이에요.
Jamani, Rumi kutawala ulimwengu wote, kukamata na kuuza na kununua watumwa, ni kupambania kitu ambacho sahihi. 우선 Kitu cha kwanza, 그렇기 때문에 속는 거예요. kwanza ni kudanganyika huko. 우리 자칫하면 다 속는 겁니다. Tusipokuwa makini tunajikuta na sisi tumedanganyika. 거기 판을 치는데요. Huko ni kupambania kitu ambacho kina maana. 유대인 이론이 틀린 건데 거기 판을 쳐요. Nadharia za Wayahudi hazikuwa sawa, na ilikuwa kupambania vitu ambavyo sio sahihi. 믿음으로 구원받는 것이 아니고 모든 율법을 지켜야 구원받는다. 유대인 이론입니다. Nadharia ya Wayahudi wanasema lazima ushike sheria zote uweze kupata wokovu kwa imani. 듣기는 좋을지 몰라도 불가능합니다. Hasa tunajua, lakini ni kitu ambacho hakiwezekaniki kabisa. 여호와는 다른 나라 신이 아니다. 우리나라 신이다. Bwana sio Mungu wa watu wengine, ni Mungu wetu tu. 틀린 거죠? Sio sahihi. 그리스도는 세계 살릴 메시아가 아니고 우리나라를 건져낼 메시아다. Kristo sio masihi wa kuokoa ulimwengu wote, ni masihi wa taifa letu tu, wa nchi yetu. 그래서 우리는 서민이다. Ndio maana sisi ni taifa teule. 너희들은 이방인이다. Ninyi ni mataifa. 틀린 거거든요. Sio sahihi. 그게 판치고였어요. Walikuwa wanapambania vitu ambavyo sio sahihi. 그 사람들은 이제 틀린 걸 붙잡게. Kwa watu wanakamata vitu ambavyo sio sahihi. 그거로 끝난 게 아닙니다. Na mambo yaishi hapo. 포기하고 도망가. Wakakata tamaa na kukimbia. 예수님께서 불치병자를 고쳐줬는데 예수님이 십자가에 생길 때 한 명이라도 나타나야 될 거 아닙니까? 다 도망가고. Yesu aliwaponya watu wenye magonjwa ambayo yatibiki, aliposimama msalabani tulipaswa kutokea na kuonekana, lakini hakuwepo hata mmoja pale msalabani. 기적을 행하고 굶어 죽으러 사람을 살리기도 했잖아요. 다 도망가. Alifanya miujiza na wale ambao walikuwa wanapaswa kufa kwa njaa akawalisha, lakini hakutokea hata mmoja, wakakimbia. 120명 정도 남았어. Wakabaki watu 120 tu. 그렇죠. Si ndio? 수만 명을 살렸는데 다 도망가. Maelfu ya watu waliwaokoa, lakini hawakuonekana, walikimbia wote. 그런데 하나님께서 이들에게 상상 못할 약속을 주신. Lakini Mungu anawapa hawa ahadi ambayo ilikuwa zaidi ya kufikiri kwao. 그걸 여러분이 오늘 붙잡아야 됩니다. Ninyi leo mnapaswa kukamata kitu hicho. 특히 중직자들, 렘넌트들이 어떤 축복받아야 될 것인가 약속했어요. Hasa remnant na viongozi wa kanisa mnapaswa kupata baraka gani? Aliziahidi hizo. 예수님께서 감람산에서 주신 약속이 성취됐다. Utimilifu wa ahadi alizotoa pale mlima Mizeituni zikaweza kutimilika pale. 세 가지. Aina 3. 오직 성령이 너에게 마시면 권능받고 땅끝까지 증인이 되리라는 말씀이 성취됐어요. Roho Mtakatifu pekee akilinywe mtakuwa mashahidi mpaka mwisho wa nchi, likatimilika andiko hili. 여러분 큰 위기 당할 때 어떻게 해야 되겠습니까? Mnapokutwa na hatari kubwa mnapaswa kufanya nini? 있을 거 아니에요. Ule muda 위기 세상 가서 내가 일을 해야 되는데 어떻게 해야 됩니까? napaswa kuingia kwenye ulimwengu wa hatari, nifanye kazi, nitafanyaje kazi? 세상을 끌고 가야 되는데 나는 끌리다닌단 말이죠. 어떻게 해야 되겠어요? Napaswa kuongoza huu ulimwengu, lakini najikuta navutwa na kuongozwa na huu ulimwengu, nifanyeje wakati 세 ule? 가지입니다. Vitu 3. 예수님이 직접 약속하셨어요. Yesu aliahidi yeye mwenyewe moja kwa moja. 오직 성령 충만 받으면 권능을 받을 것이다. Mkipokea ujazo wa Roho Mtakatifu pekee mtapokea nguvu, mtapata nguvu. 땅끝까지 증인이 될 것이다. Mtakuwa mashahidi wangu mpaka mwisho wa nchi. 분명히 그렇게 말합니다. Aliongea wazi 그게 wazi. 성취된 거예요. Utimilifu ukatokea. 오직 성령 충만 받으면 Mkipokea ujazo wa Roho Mtakatifu pekee, 오직 성령이 너에게 말씀 이러는데 정확하게 말하면 요한이 물로 세례 준 것처럼 물이 빠뜨린 것처럼 너도 성령 세례 받으면 그 말이에요. aliongea ujazo wa Roho Mtakatifu pekee kama vile Yohana alivyobatiza kwa maji, na ninyi pia mkibatizwa kwa Roho Mtakatifu. 여러분이 세상 살아가는데 가장 첫 번째 받을 축복이 뭐냐? 영적 썸이십니다. Kwenye kuishi kwenye ulimwengu, baraka yenu ya kwanza kuipata ni ipi? Ni ninyi kuwa vilele wa kiroho. 하나님은 여러분을 영적인 왕으로 부르셨어요. 썸이는 왕이에요. 영적인 왕으로 부르셨다고 그래요. Mungu ameita ninyi kama vilele wa kiroho, kama wafalme wa kiroho. Aminini kitu hicho. 베드로는 너희는 택한 백성이요. 근데 왕 같은 제사장이다. Petro anasema ninyi ni taifa teule, ukuhani wa kifalme. 왜냐? 이 빛을 전해야 되기 때문에. Kwa nini? Mmeitwa kuangaza na roho hii, ndio maana. 믿으셔야 돼요. Aminini kitu hicho. 안 그러면 세상 절대 끌고 나가지 못합니다. Vinginevyo kama hamtaweza kuongoza huu ulimwengu. 여러분 앞에는
전도 선교문이 절대 열리지 않을 Mbele yenu kamwe milango ya uinjilisti na umisheni haitafunguliwa. 세계교회는 지금 문 닫고 Makanisa ya ulimwengu sasa hivi yanafunga milango. 위급합니다. Tupo kwenye hatari. 우리 교회만이라도 전도운동을 해야 됩니다. Basi hata kanisa letu lifanye uinjilisti basi. 영적 문제 정신병은 배로 올라섰습니다. Magonjwa ya kiroho na ya kiakili yameongezeka zaidi. 큰일 났습니다. Ni hatari. 거의 지금 44%까지 정신병 걸려서 학교 아이들이 약 먹는 게 생겼습니다. Tuna asilimia kubwa zaidi ya wanafunzi 40% mashuleni wanatumia madawa ili kusoma. 문제는 전혀 교회가 관심이 없다는 거예요. Shida ni kwamba kanisa halina shauku hata kidogo kwenye hilo eneo. Shauku yake iko wapi? 무엇에 관심이 있어요? Shauku iko wapi? 그게 중요한 거예요. Hilo ni swali la muhimu kujiuliza. 여러분 이 위기를 어떻게 이길 것이냐 흔들지 말고 영적 서밋 시대라 성령 충만함을 받아라. Msiwaze ninyi mtashindaje hii hatari. Pateni yote Roho Mtakatifu, muwe vilele wa kiroho tu. 그랬더니 오늘 바람 같은 불 같은 역사입니다. Katikati ya hivyo leo wanapata nguvu kama upepo kama Mambo moto. hicho. Kitu gani hicho? 사람이 막을 수 없는 바람 같은 불 같은 역사를 났다 이 말이에요. Kazi za Mungu kama moto kama pepo ambazo mwanadamu hawezi kuzuia zikatokea. 태풍 경보가 내리면 주의해야지. 태풍을 이길 수 없어요. 그렇죠? Typhoon ikitokea, upepo mkali ukitokea, dhoruba, mnapaswa kuepuka. Nani anaweza kuzuia? Hamna mtu wa kuzuia. 그걸 다른 사람 보고 오해해서 새술이 취했는가 보다. Watu wengine wakasajabu, wakaongea vibaya, inaonekana wamelewa kwa mvinyo mpya. Hawa wakasema, 나는 할 수 없지만은 여러분은 할 수 없지만 하나님이 우리를 바꾸는 능력이 나타났다 이 말이에요. 그게 영적인 왕이에요. ingawa mimi siwezi na ninyi amwezi, lakini Mungu ana nguvu ya kutubadilisha. Huko ndiko kuwa wafalme wa 이 kiroho. 말을 믿으셔야 됩니다. Aminini kitu hicho. 예수님이 하신 얘기. Yesu aliongea maneno haya, 나를 완전히 바꿔버려. alinibadilisha mimi kabisa, alinibadilisha mimi. 너무 힘도 없고 가난했던 나를 하나님이 전도자로 바꿔버렸다 이 말이에요. Mimi nilikuwa na mazingira mgumu na maskini, Mungu amesema mimi kuwa mwinjilisti. 체험할 거 없습니다. 믿으셔야 됩니다. Hakuna cha kupata uzoefu, amini tu kwanza. 렘너 7명이 바로 이 축복을 받았어요. Remnant 7 walipata baraka hizi moja kwa moja. 왕 앞에 가서 증거했어요. Walienda mbele ya wafalme wakawathibitishia. 왕 위에 영적인 왕이요. Walikuwa juu ya wafalme wa kiroho hawa. 하나님의 축복이 얼마만 큰 것이냐. 여러분을 영적인 왕으로 부르실까. 영적 서밋으로 가라. Baraka za Mungu ni namna gani? Ameita ninyi kama wafalme wa kiroho, kama vilele wa kiroho. 두 번째는 뭡니까? Cha pili ni nini hapa? 믿으셔야 돼요. Aminini. 땅 끝까지 가라. Nendeni mpaka mwisho wa nchi. 뭡니까? Kitu gani hicho? 현장의 왕으로 부르십니다. Ameita ninyi kama wafalme wa mashamba ya Bwana. 그걸 보고 기능 서밋이라고. Kitu hicho tunaita ninyi ni vilele wa utaalamu. 그걸로 이기는 거요. Kwa namna hiyo tunaweza kushinda. 그래서 나와 현장과 미래를 준비한 300%란 말이에요. Nasema 300 kujiandaa mimi mbele na hata shamba la Bwana. 오늘 여기 읽었는데 15나라 가량 나와요. Leo tumesoma hapa kama mataifa 15 hivi yanatokea. 이 사람들이 세계를 복음할 사람들. Hawa ni watu kwenda kufanya uinjilishaji wa dunia walikuwa. 하나님이 서밋으로 부르십니다. Mungu aliwaita kama vilele hawa. 이때부터 하나님은 여러분의 업, 산업, 학업이 서밋으로 하나님 만들으십니다. Kwa sababu Mungu kazi zenu, biashara na hata masomo yenu anayafanya kuwa vilele. 세계 복음 하세요. Fanyeni uinjilishaji wa 거의 dunia. 다 안 믿으니까 Asilimia kubwa hatuamini. 믿을 때 망대가 생겨. Tunapoamini ngome inatokea. 하나님은 여러분을 영적인 왕으로 부르셨어요. Mungu amewaita ninyi kama wafalme wa kiroho. 하나님은 여러분을 현장 살릴 왕으로 부르셨다. Mungu amewaita ninyi kama wafalme wa kuokoa mashamba ya Bwana. Lazima muamini kitu hicho. 이걸 믿으셔야 돼요. Aminini kitu hicho. 전에도 얘기했습니다만은 저는 옛날에 제일 어려운 게 전도였어요. Ingawa nilishaongea mimi zamani, kitu kigumu zaidi kwangu kilikuwa ni kufanya uinjilisti. 성격적으로 어렵고 내 체질에 또 어렵고. Kitabia kwangu ilikuwa ni kitu kigumu kufanya uinjilisti. 그러니까 나는 전도를 전혀 못하는 모르는 사람이었어요. Nilikuwa ni mtu ambaye sijui na siwezi kufanya uinjilisti mimi. 그래서 교회들은 힘이 없어요. Makanisa yalikuwa hayana nguvu. 뭐 때문에 사는지 우리 교회들은 너무 가난하고 힘 없어요. Makanisa yalikuwa hayana nguvu na yajui yanaishi kwa ajili ya kitu gani na ni maskini. 어느 날 하나님은 창조주 하나님이시잖아요. Siku moja Mungu huyu ambaye yeye ni muumbaji, Mungu yeye si muumbaji. 근데 왜 우리는 아무것도 못할 정도로 가난해야 됩니까? Nikamuuliza, kwa nini sisi tuwe maskini hata tushindwe kufanya kitu chochote? 하나님은
전능자 하나님이시잖아요. Mungu wewe si muweza wa 그 yote, 하나님을 우리는 아버지라고 부르는 자격을 얻었단 말이에요. na sisi tumepata sifa ya kumwita Mungu huyo kama baba. 그렇다면 왜 전도를 못하냐? Kama hivyo basi, kwa nini hatuwezi kufanya uinjilisti? 그때부터 준비했어요. Kwanza wakati ule nikafanya maandalizi, 300%가 준비되고 300% nikafanya maandalizi. 성령 충만이 뭐냐? 300%. Ujazo wa Roho Mtakatifu ni nini? Ni kufanya maandalizi 300%. 여러분 꼭 어떤 위기 만나도 이 언약 잡으셔야 돼요. Haijalishi mnakutana na hatari gani, kamateni ninyi agano hili. 그러면서 뭡니까? Halafu kitu gani kinatokea? 너희 자녀는 예언할 것이. Watoto wenu watatabiri. 이 언약 오늘 잡았는데 너희 젊은이는 환상을 보고 Leo kamata ile agano, anasema vijana wenu wataona maono, 너희는 꿈을 꾸리라. halafu wazee wataota ndoto. 뭡니까? Kitu gani hichi? 미래 보는 힘을 허락해. Nitaruhusu nguvu ya kuona mbele zenu. 이게 기능 싸움이시죠. Hiki ni kilele cha utaalamu. 하나님은 여러분을 제일 먼저 영적 서밋으로 부르셨습니다. Mungu ameita ninyi kwanza kama vilele wa kiroho. 놓치면 안 됩니다. Msipoteze kitu hicho. 어린 렘넌트 나이 적어도 영적으로는 왕이 될 수 있어요. Remnant wana hiyo, hata kama ni wadogo wanaweza kawa ni wafalme wa kiroho. 부모님을 섬겨야 되지만 가정에서도 기도의 왕이 될 수 있어요. Ingawa tunapaswa kuhudumia wazazi wetu, lakini tunakuwa vilele wa maombi kwenye familia zetu. Tunakuwa tumepata vyote. Wakati ule kilele cha kiroho kinabudi bali kutufuata sisi. 베드로는 이렇게 말씀했어요. Wakati ule Petro anasema namna hii. 우리가 세술에 취한 것이 아니다. Anawaambia sisi hatujalewa kwa mvinyo mpya. 선지자 요엘에게 주신 하나님의 말씀이 지금 성취된 것이다. Huu ni utimilifu wa maneno ambayo Mungu alituambia sisi kupitia nabii Yoeli. 자, 이 두 개만 있으면 겁날 거 없어요. Ukiwa na hivi viwili huhitaji kuogopa. 마지막으로 뭐라 그랬죠? Cha mwisho ni nini? 증인이 되리라. Mtakuwa mashahidi. 뭡니까? Kitu gani hicho? 세계를 바꾸는, 쉽게 말하면 흑암을 이기는 왕. Kifupi ni wafalme kwenda kuvunja mamlaka ya giza. 문화 서밋입니다. Kilele cha utamaduni. 그렇게 부르셨어요. Ametuita hivyo. 오늘 여러분 놓치시면 안 돼. 도저히 감당할 수 없는 단어가 맞습니다. 여러분을 왕으로 부르셨다니까. Ninyi leo msipoteze kitu hichi. Mungu amewaita ninyi kama wafalme, mnaweza kupata uhalisia huo. 여러분에게 하나님께서는 세상 이길 수 있는, 살릴 수 있는 영적인 왕으로 부르셨다. 영적 서밋이다 그 말이야. Mungu anaita ninyi kama vilele wa kiroho, kama wafalme wa kiroho kuweza kushinda ulimwengu na kuokoa huu 이걸 ulimwengu. 렘드 읽으면 금방 하는 거예요. Remnant 7 waligundua kitu hichi haraka. 심지어 요셉의 형들은 아무리 똑똑해도 아는 게 이거하고는 전혀 상관없어. Mwisho mpaka kaka zake na Yusufu, ingawa walikuwa na hekima, lakini hawakujua zaidi ya haya, hawakujua haya. 하는 소리가 왜 요셉에게 잘해주느냐? Na muda wote walichokuwa naongea, kwa nini unamfanyia tu vizuri Yusufu? 섭섭하다. Tajisikia vibaya. 99%의 성도들의 모습. Hii ni 그렇죠? taswira 99% ya washirika wa leo. 왜 차별되고 하느냐? Kwa nini unatutenga? 늘 그런 형들이 그렇게 살았어요. Muda wote waliishi maisha hayo, watu wanaishi hivyo, kaka zake na Yusufu waliishi hivyo. 영적 서밋으로 가서 세계 보험하라는 언약을 붙잡아. Yusufu alikwenda kwa kilele wa kiroho, akamata agano la kufanya uinjilishaji wa dunia. 이미 답을 얻고 갔다니까. Tayari alikwenda ana majibu tayari. 주의 종들 기억해야 됩니다. Watumishi wa Bwana lazima mkumbuke haya. 99%가 어디냐? 길갈의 관심. 99% wana shauku na Gilgali tu. 여리고의 관심이 많아. Shauku zao zipo Yeriko. 베델의 관심이 많아. Shauku zao ziko Betheli. 엘리사는 아니었습니다. Elisha hakuwa hivyo. 갑절의 영감을 나에게 주옵소서. Alidai, naomba nipatie sehemu ya roho yako maradufu kwangu. 쉽게 말하면 영적 서밋이 먼저 되게 하옵소서. Kirahisi nifanye mimi kuwa kilele wa kiroho. 그러면 살아나요. Basi napona na kuwa hai wakati 여러분 ule. 한 명이 응답받으면 아무리 흑암 속에 있어도 이깁니다. Mmoja wenu akipata majibu hata kama ipo katikati ya mamlaka giza namna gani, atakwenda kushinda tu. 지금 믿으셔야 돼요. Amenini sasa hivi. 그러니까 정인될 것이 말하니 문화 서밋이 될 것이야. Mtakuwa mashahidi, maana yake nini? Mtakuwa vilele wa utamaduni. 어떤 일이 벌어졌습니까? Jambo gani linatokea? 3,000 제자가 Wanafunzi 3,000 wanainuka. 막는데 Ingawa walikuwa wamezuiliwa sana. 또 뭡니까? Kitu gani kingine? 말씀이 맞아. 살아서 역사해. Neno la Mungu likawa hai, likafanya kazi. 사도의 가르침을 따라 Kwa kufuata mafundisho ya mitume, 교제하며 wakashiriki. 뭡니까? Kitu gani 이 hicho? 성도가 얼마나 중요한 거래. 교제하며.
Walijua washirika wanaume namna gani, wakawa na ushirika nao. 진짜 구원받은 사람이라 해야 됩니다. 그러면요, 교인에 대해서 함부로 말하지 않습니다. Mtu ambaye amepata wokovu kweli huwa haongei tu hovyo hovyo juu ya 그렇죠? wanaomwamini Mungu, si ndio? 왜냐? Kwa nini? 하나님이 부르신 백성. Ni watu wa Mungu ambao wamewaita 내가 함부로 washirika 말하면 hao. 되겠어요? Naongeaje maneno ya hovyo tu kwa washirika? 영적 문제가 있는 사람 보고 비웃습니다. Unamcheka mwenye matatizo ya kiroho, kwa nini unamcheka wewe? 그 사람이 하나님의 사람인데. Yule ni mtu wa Mungu. 우리 함부로 나면 정죄합니다. Tunahukumu watu wengine hovyo hovyo tu sisi. 구원받은 사람은 그렇게 할 수 없습니다. Aliyepata wokovu kamwe hawezi kufanya hivyo 교제합니다. kwa kushiriki 너무 pamoja. 귀한 거예요, 이 사람에게. Mtu huyu ni anakuwa wa thamani, 그렇죠? si ndio? 진짜 구원받은 목사는 중직자나 성도님들 보면 너무 귀한 거예요. Mchungaji ambaye amepata wokovu kweli, viongozi wake wa kanisa na hata remnant ni wanakuwa na thamani. Mtu ambaye amepata wokovu 떡을 때. na kumega 그 mkate, 말은 성찬식으로 말해요. 떡을 때. maanake ni meza ya Bwana, kumega mkate. 진짜 구원받은 사람은 목사님이 중요한 게 아니라 설교하는 목사님이나 주의 종들이 중요한 거예요. Aliyepata wokovu, mshirika wa kweli, hamwangalii mchungaji wala kiongozi wa kanisa, anaangalia yale mahubiri ambayo anayatoa. 기도가 중요합니다. 오로지 기도에 힘씁니다. Maombi ni ya muhimu, wakadumu katika kusali na kuomba. 오늘 여러분 살아 역사하는 기도나요. Leo lazima mambo yanayomkuahidi kufanya kazi kutokea. Lazima mkumbuke kitu hichi. 여러분이 정말로 영적인 왕과 같은 축복을 받아 영적 서밋이 돼서 사람 살리라. Ninyi mmepata baraka kama za wafalme wa kiroho, mweze kuwa vilele wa kiroho, mweze kuokoa watu wengine. 여러분 현장의 왕, 현장 살리는 기능 서밋이 되라. Ninyi ni wafalme wa shamba Bwana, muwe na utaalamu wa kilele na kuokoa watu wengine. 흑암에 빠진 자 살려야 됩니다. 그러니 문화 서밋이 되라. Mwokoa umetumia kwa mamlaka ya giza, muwe vilele wa utamaduni. 예수님 얘기입니다. Yesu aliongea. 그러니 그때부터 헌금을 드리는데 나오자 2장이 다 안 읽었지만요. 이게 빛의 경제예요. Mathayo sura ya 2 wakati ule Yesu ameongea, wakatoa sadaka zao, uchumi wa nuru ukatokea. 여러분의 드리는 헌금은 빛의 경제입니다. Sadaka ambazo ninyi mnazitoa hizo ni uchumi wa nuru. 막 꼭 기억하세요. Lazima mkumbuke kitu hicho. 헌금을 여러분이 중요하게 드리는 줄 아는 사람이라야 경제 축복받습니다. Anayepata baraka za uchumi ni yule ambaye anatoa sadaka kwa kufahamu thamani yake na umuhimu wake. Ndivyo ilivyo. 저는 부교육자 때 돌아다니면서 밥도 사 먹고 놀러도 다니고 하잖아요. Mimi nilipokuwa mchungaji msaidizi nilikuwa nakula chakula na natembea na kuzunguka huku na kule. 그리고 저는 부교육자니까 돈 없으니까 뭐 헌금 나는 뭐 별로 안 해도 이런 생각했어요. Kwa hiyo nikasema mimi ni mchungaji msaidizi, sina pesa, sina sababu ya kutoa sadaka, nikafikiria hivyo. 어느 날 제가 깨달았어요. Siku moja nikagundua mimi, 아니다. hapana. 내가 하나님께 찬양하는 것, 하나님께 기도하는 것, 하나님께 예물 드리는 것 굉장히 중요합니다. Mimi kumsifu Mungu, kumtolea sadaka na kumwabudu yeye ni kitu cha muhimu sana. 그거 깨닫는 날로부터 어떤 일이 벌어졌냐? 우리 팀 가는 곳마다 경제 축복이 있어요. Tangu nilipogundua jambo hili likitokea, Mungu alitubariki timu yetu kila tulipokwenda. 그 하나 깨달았는데. Nigundua kimoja tu. 오늘 마가다락방 2장 43절 45절에 보면 그들이 예물을 드렸단 말이에요. 어떤 사람 재산을 다 드려버린 거예요. Matendo ya Mitume leo sura ya 2 3:45 walitoa sadaka. Kuna watu ambao walitoa mali zao zote kama sadaka. 이게 빛의 경제가 된 거예요. Huu ukawa uchumi wa nuru kwao. 여러분이 드리는 헌금 빛의 경제입니다. Sadaka ambazo ninyi mnazitoa ni uchumi wa nuru. Lazima mkumbuke kitu hicho. 굉장히 소중한 겁니다. Ni za thamani sana sadaka zenu. 드디어 뭡니까? Mwishowe hapa ni 세상 nini? 살 능력이 있다. 날마다 성전에서 날마다 집에서. Uwezo wa kuokoa ulimwengu, kila siku nyumbani, kila siku hekaluni. 오늘 이 응답을 굳게 붙잡아야 됩니다. Leo mkamate majibu haya kwa uimara. 여러분은 정인이 될 것이라고 했어요. Na Mungu amesema ninyi mtakuwa 뭔 mashahidi. 정인입니까? Mashahidi wa nini? 그리스도에 대해서입니다. Mabalozi wa Kristo. 그걸 증거하는 겁니다. Kushuhudia kitu hicho. 저 로마까지 증거해 놨어요. Kushuhuda zikatokea mpaka Rumi hizi. 한 사람도 마가다락방에 모인 사람들을 우습게 봤어요. Watu wote waliwachukulia kwa urahisi watu walikuwa pale orofani kwa Marko. 유대인이 우습게 봤어요. Hata Wayahudi wale waliwachukulia kwa urahisi. 마게도냐 사람들이 우습게 본 거예요. Hata watu wa Makedonia waliwachukulia kwa urahisi. 로마가 우습게 본 겁니다. Hata Rumi iliwaona kwa urahisi kama sio 그럴 수밖에 kitu. 눈이 그렇게밖에 안 되니까.
Kwa sababu gani? Macho yao yalikuwa yanaweza kuona hivyo 같이 tu, 모르니까 마구잡이 압제. kwa sababu walikuwa wajua thamani ya Injili, wakawakandamiza hovyo 비참할 hovyo 정도로 기독교인을 죽이고 압제하고. katika kiwango cha aibu, wakawakandamiza na kuwaua Wakristo. 그것도 10명의 황제가 250년간. Na sivyo ndani ya miaka 250 wa wafalme 10. 하나님은 왜 그랬을까요? Kwa nini Mungu aliruhusu jambo hili litokee? 그것이요, 세계 복음화도록 발판을 다 만들어. Mungu alitengeneza sakafu ili unyeshaji wa dunia uweze kutokea. 아무도 막을 수 없어. Yeyote hawezi kuzuia. 하나님은 어두운데 빛을 전달하라고 여러분을 영적 서밋으로 불렀어요. Mungu ataninyi kama vilele wa kiroho ili muweze kuangaza nuru kwenye maeneo yenye giza. 여러분을 영적 기능 문화 왕으로 부르셨어요. Mungu ataninyi kama wafalme wa kilele cha kiroho, utaalamu na hata utamaduni. 왕이 모자란 짓을 계속한다. 그보다 나쁜 왕이 없어. Hakuna kitu kibaya kwa mfalme kama kufanya matendo ambayo hayaendani na yeye. 여러분 왕으로 부르셨다니까요. Mungu ametaninyi jamani kama wafalme. 하나님이 왕을 살릴 왕으로 부르셨어요. Mungu ametaninyi kama wafalme kwa ajili ya kuokoa wafalme, ukuhani wa kifalme. 그거 모르는 게 가장 큰 죄악입니다. Dhambi kubwa zaidi ni kutofahamu kitu hicho. Lazima tutubu kwenye hilo eneo. 그렇죠? Si ndio? 자식이 자꾸 부모 의심하고. Mtoto anakuwa na wasiwasi na wazazi wake mara kwa mara. 우리 아버지 맞나? Hivi huyu ni baba yangu kweli? Hivi huyu kweli ni mama yangu kweli? 정신병원 보내야 돼요. Mtoto anayewaza hivyo apelekwe kwenye hospitali ya wagonjwa wa akili. Si ndio? 무서운 병입니다. Ni ugonjwa kuogofya huu. 하나님께서는 여러분에게 분명히 말씀하셨어요. Mungu ameongea kwenu wazi wazi kabisa. 전해야 되니까. Kwa sababu lazima kuangazia watu wengine nuru hii. 왕 같은 제사장으로 부르셨어요. Meta ninyi kama ukuhani wa kifalme. 그렇죠. Si ndio? 왕 같은 사람 부르셨고 택한 백성 거룩한 나라로 부르셨어요. Ameita kama ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu. 왜냐? 어둠의 빛을 전해. Lazima muangazie nuru hii kwenye giza. 어둠을 본 적이 없으니까. Kwa sababu mjawahi kuona giza ndio maana. 지금요. 렘넌트들은 앞 밖에 외국 나갈 때 이제 조심해야 됩니다. 이번에 사건 그런 거 예사로 있습니다. Sasa remnant mnapotoka nje, mnapoenda nje ya nchi, lazima muwe makini kwenye matukio ambayo yametokea yamekuwa ni mambo ya kawaida. 곳곳에 너무 많아요. Watu wanakamatwa na kuchukuliwa, haya maeneo yanatokea mahali mahali. 어느 정도 허감이냐? 경찰이 그 나라들 안 해요. Mamlaka ya giza hapo katika kiwango gani? Maaskari wa taifa husika hata wafanyi kazi ya uaskari wao. 여러분 자녀들이 한 번 잘못 걸려버립니다. 심지어는 뭐 한 줄 압니까? 애들 잡아가서 가둬놨어. Watoto wenu mpaka wanakamatwa, wanawekwa mahali. 뭐 하려고? Kwa ajili ya kufanya nini? 아니 여러분 자녀를 잡아가 가둬놓으면 어떻게 되겠습니까? Fikiria mwanao amekamatwa, amewekwa mahali, amechukuliwa. Kwa nini amewekwa huko? 장기 팔려고. Kuuza viungo vya ndani vyao. 놀랄 일입니다. Matendo ya kushangaza haya. 교회 아무 가치 없이 만들어져 버렸어. Kanisa limefanywa kama halina thamani kabisa kule Marekani na Ulaya yote. 어두움입니다. Ni giza hilo. 거기에 빛을 전하려고 하니까 빛만 되니까 여러분을 왕 같은 제사장으로 부르셨다 그 말이에요. Sasa Mungu anataka tuangaze nuru, na kwa sababu ni kwa nuru tu mambo yanaweza kutokea. Ameita ninyi kama ukuhani wa kifalme. 이걸 놓쳐버렸다. 다 놓친 거예요. Kupoteza kitu hicho ni kupoteza vyote. 찾아내야 됩니다. Lazima tutafute kitu hicho tupate. 큰 고통이 온 것처럼 보이지만은 하나님의 특별한 시간이었어요. Ni kama ilikuwa ni maumivu makubwa sana, lakini ilikuwa ni ratiba maalum ya Mungu kwake. 요셉이 애굽에 가서 고생하는 시간은 하나님의 특별한 시간이었다는 사실. Muda wa Yusufu kuteseka Misri ulikuwa ni muda maalum wa Mungu kwake. 모세가 아무 응답 없이 40년 미디안을 기다리는 그 시간이 가장 중요한 시간이었다는 사실. Muda wa Musa kukaa Midiani bila kuwa na majibu yoyote miaka 40 ulikuwa ni muda wa muhimu zaidi kwa Mungu kwake. 힘들어 피신에 도망했습니다. Elia kwa mazingira magumu akajaribu kukimbia Elia. 가장 중요한 시간이었어. Ulikuwa ni muda mzuri zaidi kuliko wote kwake. 그래서 오늘 언제든지 여러분 말씀을 오늘 붙잡고 내가 받아들일 응답을 각인시키. Kwa hiyo nipokee neno la Mungu alafu niweke uchapaji wa majibu ambayo nataka kwenda kuyapata. Nahitaji kwenda kuyapata. 그걸 깊이 기도하면서 이 응답을 누릴 실제 것을 뭐 해야 되는가를 확인해야 돼. Katikati ya kuomba nifanye kitu cha uhalisia cha kwenda kufurahia haya majibu. 그리고 이 말씀이 오늘 받은 응답이 누구에게 필요한가 확인해야 돼.
Alafu leo ni hakiki, ni nani ambaye anahitaji neno la Mungu ambalo mimi nimepata majibu kwalo leo? 그까지 돼버리면 여러분은 오늘 예배를 완성을 해요. Mkifika hapo, manake leo ninyi mmeshinda ibada hii, mmekamilisha ibada yenu. 그냥 예배장 와서 뭐 저 앉아있다고 그냥 시간 때우고 조고 한다. 그거는 이제 다른 얘기고요. 예배에서는 하나님의 말씀이 내게 와야 돼요. Kwenye ibada lazima neno la Mungu linijilie mimi, nisije hapa nikalala na kusinzia na kukaa tu. 그리고 기도합니다. 각인. Alafu niombe nipate uchapaji. 그러고는 이 다 잊어버려도 괜찮아요. 각인. Hayo leo andika, hata ukiyapoteza ukiacha, mara kuna shida, weka uchapaji ndani yako. 잠깐이라도 기도해야 됩니다. Niombe hata kwa muda mfupi. 어떤 실제적인 것으로 이 응답을 찾아낼까? Nitatafuta majibu hayo kwa uhalisia kwenye eneo gani? 실천할 건 뭘까? Kitu gani cha kuweka utekelezaji mimi? 오늘 확인해야 돼요. Lazima nihakiki leo. 그러면 이 말씀 저 누구에게 전할까? Alafu nijiulize neno la Mungu nitamjulisha nani? 제가 이 은혜를 받았을 때 어느 날 진짜 내 친구에게 전화를 했어요. Nilipopata neema hii siku moja nikampigia simu rafiki yangu. 안 믿어. Yeye 그래서 내 hakuamini. 생각이 나더라. Kwa nikawa namkumbuka. 내하고 그렇게 친했는데 제가 다른 건 다 잘 통하는데 예수를 안 믿어. Nafahamu rafiki yangu karibu na wasiliana naye kwenye maeneo yote, lakini huyu hamuamini Yesu. 충격적인 일이지. Ni jambo la mshtuko kwangu. 그 생각을 했는데 깜짝 놀랐는데 대구 집회를 갔단 말이에요. Niliwaza hivyo, nikapata mshtuko, nikaenda kwenye conference eneo la Tegu. 내하고 제일 친한 친구가 대구에 사는가 봐. 안 믿으려고 내하고 헤어진 거지. Rafiki yangu wa Tegu ambaye alikuwa hamwamini Yesu, nikaachana naye kwa muda fulani. 장로님이 오셔가지고 목사님 누구누구를 아십니까? 이러는 거예요. Mzee wa kanisa akaja akaniambia, mchungaji, unamfahamu mtu fulani fulani? Nikamwambia ndio namfahamu. 내하고 친한 친구였는데 Alikuwa rafiki yangu wa karibu huyu. 지금 울산 공장 노조위원장 하다가 거기 살고 있다는 거예요. Akaniambia sasa hivi anaishi mahali fulani kule Ulsan. 근데 지금 병이 들었어요. Lakini sasa hivi amekutwa na ugonjwa, akaniambia. 그렇게 목사님 이야기하는 게 잘 알더라는 거죠. Kwa akaniambia nilivyomweleza mambo yako, akasema anakufahamu vizuri mchungaji. 이래가지고 대구 집회 마치고 토요일 날 찾아갔잖아요. Mara baada ya kumaliza conference Jumamosi kule Tegu, nikamfuata kwenda kumtembelea. 신경이 내고 앞에 날려. 이 복음을 누구에게 전하지? 이런 생각했는데요. Cha ajabu, niliwaza siku kabla ile siku kwamba hii injili nitamwelezea nani, mwelezee nani? 우리 청년들은 이 메시지를 듣고 자기 친척 집 전화했더니 친척이 전화 받았던다. 어쩐 일로 전화했냐 물어. Kuna kijana wetu mmoja, vijana wetu ambao walisikia neno la Mungu, akampigia simu ndugu yake, akamuuliza kwa nini wewe umenipigia simu? Ile ndugu yake akamuuliza. 전화기를 잡고 펑펑 울면서 자기 얘기. Yule alipigiwa simu akakamata simu huko analia na mwaga machozi mengi, akaeleza mambo yake. 오늘 뭔가를 중요한 노선을 길을 다 놓치고 있는 거죠. Sisi tunapoteza barabara fulani ya muhimu sana, tuko pembeni ya njia. 여러분을 위기 막는 영적 서밋으로, Ninyi ni vilele wa kiroho kwenda kuzuia maafa, 서밋으로, 문화 kama 서밋으로 vilele wa utaalamu na vilele wa utamaduni. Mungu amewaita hivyo. 속지 마세요. 기도는 여러분의 몸을 치료할 수 있습니다. Msidanganyike, maombi yanaweza kuponya miili yenu. 기도는 여러분의 영혼을 치료할 수 있습니다. Maombi yanaweza kuponya roho zenu. Ni uhakika. 기도는 가장 근원인 여러분의 생각, 마음, 뇌를 치유할 수 있습니다. Maombi yanaweza kuponya kabisa bongo zenu, akili na mioyo na mawazo 오늘 이 yenu. 축복 반드시 누리게 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Yesu Kristo, lazima leo muweze kufurahia baraka hizi. Tuombe. 하나님, 오늘 새로운 은혜를 입게 해 주옵소서. Mama Mungu, tupatie neema mpya leo. 말씀이 성취되는 살아있는 역사 누리게 해 주옵소서. Mungu, tufurahie kazi zako zilizo hai na neno lako Mungu ambalo liko hai. 하나님이 주시는 참된 힘을 얻어 세상을 살리게 해 주옵소서. Ili Mungu tupatie nguvu zako za kuweza kwenda kuokoa huu ulimwengu. 우리 렘넌트들이 열심히 공부해야 됩니다. Mungu, remnant wetu wanahitaji kusoma kwa bidii. 그러나 세상 이길 힘을 허락해 주옵소서. Lakini Mungu, ruhusu nguvu kwa kuushinda huu ulimwengu. 우리 모든 중직자분들 중요한 일을 하고 있습니다. Viongozi wetu wote wa kanisa wanafanya kazi za muhimu sana. 세상 살릴 힘을 허락해 주옵소서. Ruhusu Mungu nguvu kwa kuokoa huu ulimwengu. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo. Amina.